Karibu mtazamaji kutoka popote pale unatazama runinga ya Faraja TV. Nikiwa na wingi wa matumaini kwamba siku yako imekuendea vizuri na kufikia sasa ubuheri wa afya. Karibu kwenye kipindi Safi ya Biashara. Na siku ya leo mtazamaji, tutakuwa tunazungumzia ama tunakuwa tunatathmini mada ambayo ni ya biashara ya tuktuk. Kwenye kipindi nimetunukiwa kuwa naye ambaye ni katibu wa chama cha tuktuk katika kaunti ya Nakuru. Atakuwa anatueleza au anatuzungumzia kuhusiana na hii biashara, kupanda kwake na kushuka kwake. Na kwa wale ambao hawafahamu pengine tuktuk ni nini, tuktuk ni gari ya miguu mitatu. Kwa hivyo siku ya leo mtazamaji, tutakuwa tunaangalia kutathmini kuhusiana na gari hii ambayo ni ya miguu mitatu. Niruhusu nikaweze kumkaribisha mgeni wetu kwenye kipindi ili tukaweza kuendelea na mazungumzo ya leo. Karibu kwenye kipindi. Asante sana. Na kwa faida tu ya mtazamaji, ningependa ukaweze kujitambulisha wewe ni nani na ukaweze pengine kutueleza kuhusiana na kazi ya ukatibu. Asante sana. Naam. Kwa majina mimi naitwa Naftari Nderitu. Mimi nafanya biashara na tuktuk kama mwendeshaji wa tuktuk. Naam. Na mimi kwangu nafanya kazi kama secretary wa tuktuk. Naam. Nimefanya kwa miaka zaidi ya miaka 6. Na tumefanya uchaguzi, nikawa nashinda kila ushindi na kuwa katika hii shughuli ya tuktuk. Na Bwana Naftali, ningependa ukaweza pengine kutueleza katibu ama wewe kama katibu wa chama cha tuktuk, kazi yake ama majukumu yake huwa pengine ni yapi? Katika kazi hii ya mimi ni kama mwandikaji wa chama cha tuktuk. Naam. Na secretary huwa kuna majukumu yake ya kuweka zile documents. Naam. Na nafikiria ni hizo kazi tu. Na mtazamaji, kwa hivyo hayo ni baadhi ya yale majukumu ambayo Bwana Naftali Nderitu yeye huweza kufanya kama katibu wa chama cha tuktuk katika kaunti ya Nakuru. Lakini kumbuka, unaweza kuzungumza nasi au unaweza kutangamana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV kwenye Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Ukiwa na maoni yote kuhusiana na kazi hii ya tuktuk ama una swali ambalo ungependa kujibiwa, kumbuka unaweza kutuma kupitia njia ambazo nimeweza kukueleza, na tukiwa na Bwana Nderitu ataweza kukujibu swali lako na pengine kukupatia mwelekeo wa kile ambacho utakuwa unahitaji. Bwana Nderitu, pengine kuna biashara nyingi ambazo pengine ungeweza kujihusisha nazo. Ndiyo. Ambazo ni za uchukuzi. Kuna matatu, kuna basi, vile vile tunaona kuna pikipiki. Ndiyo. Lakini uliona kwamba uegemee upande wa tuktuk. Ndiyo. Pengine ni nini ambacho kiliweza kukusukuma ukaona kwamba tuktuk ni kazi ambayo naweza kuingia ndani yake na kuifanya si pikipiki na si matatu? Asante sana kwa kuuliza hilo swali. Naam. Na kwamba tuktuk, kilichonipendeza kwenye tuktuk, mwanzo kabisa sikuwa nimejua kuhusiana na tuktuk. Nilikuwa hata mimi kitambo niende ninunue tuktuk. Naam. Nilikuwa nimekuwa na mawazo tofauti. Lakini mwishowe nilikuja nikaona nimeangukia ule upande ambao unanifaa mimi. Naam. Na kusema kweli tuktuk ndio kazi ya mzuri zaidi katika ile biashara ambao mimi nimekuwa miaka ile yote mimi nimekuwa nikifanya, ambapo nimejaribu kufanya kazi mpaka za nje na za ndani ya Kenya. Lakini katika tuktuk mimi naona tuktuk iko sawa zaidi ya zote. Na nikiangalia nikijaribu kutofautisha na ama kuangalia kupima kati ya hizo matatu na motorbike na zingine hizo baiskeli, naona tuktuk ni safe. Mara nyingi tuktuk hata ikifanya accident, nyinyi mnabaki mkiwa salama. Na katika hiyo sababu yake kuwa ile tuktuk speed yake iko low. Katika haina ile kipengele cha kudhibiti, lakini kutoka manufacturing tuktuk inakuwa haiwezi kupita speed ya 80. Na kwa hivyo kusema 80 ni kwamba huwa hiyo tuktuk ikienda zaidi ni 50 to 60. Na kwa hivyo hata ukiwa unaenda na hiyo speed unaweza kudhibiti nini tuktuk. So mimi nikaona ni vizuri kwamba nifanye kwenye hii biashara. Na hiyo biashara naona ni nzuri zaidi ya zote. Ya pili ni kuwa motorbike mara nyingi upepo. Unajua wewe ndio body
unapoendesha, lakini tuktuk iko na bodi yenyewe. Na kwa hivyo hata kama inafanya ajali ama kuna ule upepo, inafanya kule kuzuia. Lakini hujatueleza pengine umefanya kazi ya ama biashara ya tuktuk umejihusisha nayo kwa muda kiasi gani? Miaka mingapi pengine? Miaka ambayo nimefanya saizi ni mwaka wa 7. Mwaka wa 7. Na napofanya hivi nimeona imefanya mpaka mipaka yangu imepanuka. Umeweza kupanuka. Imepanuka zaidi. Na mimi kama hapa Nakuru vile ninavyoona watu wengi nimeweza kuelezea umuhimu ya tuktuk na nikaona wengi pia wanaifurahia na waegezaji wanaweza kuwekelea tuktuk kwa hii kazi, hii industry ya tuktuk, na inawapeleka vizuri zaidi. Bwana Nderito, tukiangalia pengine hali ya tuktuk vile ambavyo iko katika kaunti ya Nakuru, tunaona kwamba tuktuk ni nyingi zaidi. Ndiyo. Yaani hauwezi kutembea pengine kilomita nyingi ama mita nyingi kabla hujapatana na tuktuk. Ndiyo. Pengine unaweza kutueleza hali ya tuktuk ama hali ya biashara ya tuktuk katika mji wa Nakuru iko vipi pengine? Tuktuk zilipoanza zilikuwa ni chache. Ilikuwa mwaka gani pengine? Tuktuk ilianza, mimi nimekuja nyumaye. Lakini wale walioanza tuktuk nasikia walikuwa ni huko 2006 and 2004. Kipindi ile hizi tuktuk ziliweza kuletwa na rais ambaye ameaga, anaitwa Mwai Kibaki. Huyo ndio alifanya hii industry ikakua. Manake alileta hizi vijana ndio waweze kuebuka na kuweza kujinakili kwenye makazi ama majukumu. So sasa hii mimi nimeingia 2017 ndio nimeingia kwenye hii tuktuk. Na nilipoingia mimi nilikuwa niko na wasiwasi mwingi sana kama nitafaulu ama sitafaulu. Na nilipokuwa niko na mapeni kidogo, hiyo wakati huo tuktuk zilikuwa haziko bei ya juu. Saizi kwa sababu ya competition na tuktuk vile imekuwa sasa tuktuk imekuwa bei ya juu zaidi. Sasa imekuwa ni challenge nyingine kwa sababu hiyo ndio imekuwa katika competition zaidi na katika gharama yake iko chini zaidi. Tukiangalia hali ya biashara, nilikuwa nimekuambia kwamba tuktuk ziko kwa wingi katika kaunti ya Nakuru. Ndiyo. Hali ya biashara iko vipi pengine kuona kwamba tuktuk zimekuja na ujio ambao ni mkubwa? Asante sana. Tuktuk competition yake haina kitu ambayo ina compete naye. Manake kukinyesha tuktuk wale walikuwa naenda na motorbike wanahamia kwenye tuktuk. Ambapo kukiwa kuna vumbi bado wanahamia kwenye tuktuk. Mtu ambaye ako na kidogo, unajua saizi maisha yako chini. Kwa wengi saizi maisha yako chini. Na kwa ile gharama ya tuktuk iko pia chini. So unakuta watu wengi wanakimbilia kwenye tuktuk. So tuktuk mimi naona kila kipindi yeye inaendelea kushika kasi na kuwa nzuri zaidi katika hiyo industry ya kusafiri. Huu wingi wa tuktuk, haufikiri kwamba umeweza pengine vile ambavyo mlikuwa mnapata pesa ama vile ambavyo biashara iko imenawili hapo awali kwa sababu hakukuwa na tuktuk nyingi? Huoni kana kwamba wengi wa tuktuk umeweza kuharibu biashara, Bwana Nderito? Unapata kwamba mnapigania wateja, pengine hapo awali ulikuwa unabeba kama trips kama 5, lakini sasa pengine kwa sababu ya wingi huo unapata unabeba trips 2. Hivyo huo hujaathiri biashara? Asante sana. Katika industry yoyote ile ina depend na wewe una uhusiano gani na customer wako. Iwapo kama uhusiano wako ni mzuri na umetengeneza kifaa chako vizuri, hakuna wakati utakuwa na competition na mwingine. Unakuta wewe tu ndio umemanuva kwenye competition. Sasa customer uko naye atakupigia mahali popote na ataweza kukusubiri hata kama umekwenda mahali kwingine. Kwa hivyo kununua kwa watu wingi mimi sioni kama ni challenge. Mimi naona kwanza hiyo ndio inafanya sisi tunapata, kwa sababu watu wanaona tuktuk ndio zinafanya zaidi. Manake kuna wale watu huwa wanakwenda na ile uvumi ya kuwa sasa tuktuk ndio zina nawili zaidi. So kwa hivyo mimi sioni kama ni challenge, naona kama ndio kitu ambao inafanya sisi tuinuke zaidi. Kwa hivyo kulingana nawe kama katibu wa tuktuk katika kaunti ya Nakuru, huoni kana kwamba wengi wa tuktuk umeweza kuharibu biashara? Kuharibu biashara sijaona kama ni kuharibu biashara. Manake biashara ya tuktuk
haijakuwa ikienda chini. Kwa sasa hii ndio inazidi. Maanake ukiangalia tuktuk wakati tulikuwa tunanunua sisi tulinunua shilingi 1400. Na saa hizi zimekwenda shilingi 1700. Na bado ndio zaidi zimenunuliwa kulingana na wakati ule. Kwa hivyo hii market iko na biashara yake haijachoka. Na katika mji wa Nakuru sisi tumekaa vizuri na hawa county na tumekaa vizuri na wale ambao wanaangalia mambo ya regulations za kureinforce mambo ya traffic na nini na nini. Na mimi naona kila mtu amefuatilia, manake hiyo ndio inafanya kama kuwa safety yake iko. Kama polisi wanaangalia gari iko sawa, wako sawa na imedhibitishiwa, inakuwa ni safety. Unajua hata wateja wenyewe huangalia safety ya kile kifaa ambacho wanasafiri nacho. Na kama kile kifaa kimekubalika kwenye serikali, basi hicho kifaa kinafaa wananchi. Na mtazamaji, hao ni maoni ya Bwana Nderito, na Bwana Nderito akizungumzia hayo anaelewa ni yapi ambayo anazungumza. Tukizungumzia tuktuk, Ndio. pengine tuna aina ngapi za tuktuk? Mimi naona kama mimi nafahamu tu tuktuk ni moja, na pengine kwa mawazo yangu na mawazo ya mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki pia naye anafikiri kwamba katika nchi hii yetu ya Kenya ni tuktuk aina moja ambayo inapatikana. Pengine unaweza kutufungua mawazo yetu tukaweze kuelewa ikiwa ama tuna aina ngapi za tuktuk, Bwana Nderito? Tuktuk kutoka manufacturing, mimi nazozijua tuktuk tuko na tuktuk aina 3. Zile ambazo zinafanya kazi sana hizi za usafiri. Na hizi tuktuk kuna moja ambayo ni Bajaji, na kuna Piaggio, na kuna Maxima. Lakini hapa mji wa Nakuru hii gari ambayo inatoka Car and General ambayo inaitwa Piaggio, hiyo ndio ambayo imeweza kunawili vizuri hapa Nakuru. Manake hiyo ni all weather. Inafanya kazi ya uchukuzi, na inaweza fanya kazi ya kubeba mizigo ama kule kuhamisha. Yaani iko na maina kazi mingi. Na katika kama kufanya kazi kupanda kwenye milima, ina uwezo, iko na nguvu zaidi. Na mambo ya maintenance yake iko low. Na mambo ya fuel consumption iko low as compared to other tuktuks. So mimi naona hata zenye zimenunuliwa zaidi hapa Nakuru ni hizo. Kwa hivyo tuna aina 3 za tuktuk, na umeweza kusema kwamba matumizi ya tuktuk inalingana na pengine na maeneo ambayo unatoka. Ndiyo. Pengine maeneo kama Mombasa, wale sioni kana kwamba tuktuk zenu zinafanana na zao. Ndio. Pengine kwa nini wale ama mimi nimekuwa nikitembea kwa sababu nimekuwa nikifanya pamoja na wale wa Mombasa. Na wale watu wa Mombasa sana hizi zetu nazo hawezi kutumia. Manake nayo speed yake iko low. Zile speed za kule ziko high. Na kule kuna joto. Kwa hivyo abiria hataki kukaa kule kwa muda mrefu. Anataka kukaa kwa muda mfupi. Unaona? Na sasa zile tuktuk zao hazijaundwa kwenye ukuta zake. Ziko wazi kwa sababu ya ile joto. Cha pili, zile tuktuk ni ndogo. So consumption yake pia inatumia petroli, zetu zinatumia diesel. Na katika mwendo zao ziko na kasi. Unaona? Na yao yaweza beba watu wachache, haibebi watu wengi kama vile hapa sisi tunaweza beba watu zaidi ya 3 kwa sababu saa zingine kunafunga. Lakini kuna time pia nayo huwezi beba kama kuna lingana na ile kazi wewe unayofanya wewe. Kule Mombasa zinabeba watu 3. Manake ile nao ni ya kukodisha. Kila stage kuna pesa zake, lakini hapa tofauti na pale. So ndipo tunaona kuna tofauti ya mwenye amefanya kazi kule na mwenye anafanyia kazi hapa. Lakini mtazamaji, umeweza kuelewa kwamba matumizi ya tuktuk inalingana na maeneo ambayo unatoka. Kuna yule ambaye anatazama kipindi hiki na amekuwa akijiuliza swali hili tangu tulipoanza kipindi. Anauliza hivi, Bwana Nderito. Ndio sasa. Ni mahitaji yapi ambayo nahitajika nayo ili nikaweze kuingia katika biashara ya tuktuk? Mahitaji ambayo unahitaji ni yale tu ambayo unafaa kupitia kwenye trafiki. Lazima ukuwe na license. Watu huenda shule kusomea tuktuk, sio? Hapo ndipo kuna challenge kuhusiana na tuktuk. Serikali ya Kenya bado haijafanya ile driving school ya tuktuk. Hiyo nayo hakuna. Tumejaribu kufuatilia, hakuna.
Na saa zingine walikuwa wanashika madereva wakiwauliza license. Unakuta sasa ndio ni sawa unaulizwa license, lakini license ya tuktuk ni ipi hatujui. Kila wakati watu wanachanganyikiwa. So wanaangalia na CC ya tuktuk ama ya motorbike. Sasa katika kuwekwa kwenye hiyo category imekuwa ikichanganya. Tumejaribu kufuata kwa NTSA, tukajaribu kufuata kwenye traffic. Pia nao wanasema mpaka huu mswada upelekwe kwenye bunge, wajadiliane, ndipo kuwe na shule ya driving ya tuktuk. Maanake wengi wanajua tu humu kama kuendesha huko, alafu anakuja na chukua driving license kule, anakuwa hata asijaona traffic mbote anaendesha tuktuk. Sasa kwa yule ambaye Bwana Nderito anataka atakuwa na leseni gani pengine? Ya pikipiki itakuwa inatosha pengine? Mara nyingi huwa anatumia hiyo ya motorbike. Ya motorbike. Mara nyingi natumia hiyo ya motorbike. Wewe bora ukuwe na driving license. Mahitaji mengine pengine ya kwanza, mtazamaji, tumeweza kusikia ni driving license. Pengine hitaji lingine au mahitaji mengine ili ni mwanabiashara wa tuktuk? Katika hapa mji wa Nakuru lazima ukuwe na nidhamu, good conduct. Hiyo nayo pia ni muhimu zaidi. Maanake kuna vyama na vile vyama vinavutia customer. Ndipo unapata customer wanazidi kuongezeka, wanatoka kwenye motorbike kwa sababu hakuna mwongozo. Wanatoka kwenye matatu, wanaingia kwenye tuktuk kwa sababu kuna ile discipline. Unajua kama kuna good conduct, alafu kwenye vile vyama kuna disciplinary action. Kama mtu ambaye anafanya kazi pale anachukuliwa na hatua gani akiwa amekosea mwanzo, customer anafanya vipi, ama usafi wa gari yenyewe, ama kuna mambo mengi ambao unafaa lakini ni yale ambao yenye kwenye stage yenu. Lakini ya serikali hiyo ni lazima ukuwe na license na hiyo good conduct. Kuna jambo lingine hujaweza pengine. Nafikiri ninafaa kuwa na pesa za kulipia stage. Pengine nimeamua nitakaa pale karibu na soko. Najua kwamba naona hapo inakuanga stage kama mahali ambapo wauka. Ndio. Pengine kuna kiwango cha fedha ama kuna mahitaji ya stage ambayo itabidi nimeweza kuyakidhi ili nikaweza kuingia kwenye biashara. Mara nyingi kuhusiana na ile ada ya pesa ambazo watu huitishwa kwenye stage. Ni kule stage si kuwa hata wanaitishwa pesa. Ni kule kukidhi stage yenyewe. Unajua kama stage umekaa muda pale mpaka ukatengeneza kukawa na customer. So ile kutengeneza kukawa na customer lazima kuwe kuna ada kidogo. Wewe umekuja umeona ile stage haikufai, hii stage ndio inakufaa. Kwa nini umeona inakufaa? Kwa sababu ina riziki. Kwa hivyo sasa hii tumeifanya kuwa iko na riziki, lazima utaingia kwa sababu tumeitengeneza kwa muda mrefu. Lakini ile riziki tunaichukua ni ile ya kumaintain stage. Kwa hivyo nitahitajika kiwango cha pesa fulani cha kumaintain stage. Kulingana na stage yenyewe. Pengine kiasi kidogo cha fedha kwa faida tu ya mtazamaji kinaweza kuwa kiasi gani? Mara nyingi stage inadependi. Kuna wale ambao wanabeba nje ya town na kuna wale wanabeba ndani ya town na kuna wale wanabeba kwenye soko. Watu wa soko kidogo wanafanya kazi nzito na kazi ngumu. Yaani kazi ngumu ile. So kwa hivyo pale na kazi iko nyingi. Kwa hivyo pale waweza kuwa na kiwango kidogo ya juu. Na wale watu wako nje saa zingine huwa kiwango yao iko chini. Kwa sababu gani? Wao wanahitaji company. Unaona, sasa labda hakuna kazi zaidi lakini wanahitaji company. Unaona, lakini wale wako kwenye soko yao tu ni direct, lazima riziki utapata pale. Kwa hivyo kiwango yao inaweza kuwa iko juu kulingana na 50,000 hata zaidi. Kiwango kile kidogo zaidi kinaweza kushuka chini ya 50,000. Katika stage za nje ya town zinaweza kuwa hata 20, zinaweza kuwa hata 10. Lakini kule ndani ya town na mahali ambapo kuna ile flow ya customer hata zaidi hata 120,000 inafika. Pengine nimeweza kulipia ile stage. Ndio. Wakati nitataka kutoka pengine. Ndio. Naweza rejesha zile ile huwa wacha nikuelezee, maana mimi kwenye stage yangu
kuna ile kiwango ya pesa ambao sisi tumefanya kuwekelea. Aha. Na kile kiwango tuko na mambo mengi tumepangia kufanya. Kuna mambo ya welfare, kuna mambo ya kuna mambo mengi zaidi. Aha. Na kuna mambo ya development. Naam. Sasa ninapotaka ama yule mwingine anapotaka kuondoka, Aha. lazima arifandiwe. Ndio nayo yule aweze kuendelea na mahali ambapo hapo wamefikia. Na lazima watu wapige hesabu ya pesa ngapi aliotoa ama amechangia kivipi kwenye ile shimo. So hizo ndio huwa, lakini ile ni slot. Na hiyo slot si ati unauziwa. Wewe ukitaka kuondoka pia utaondoka na share yako. Na yule mwingine atakaingia atachukua hizo share zako. Kwa hivyo si ati ni mahali unauziwa. Manake kile sehemu sio kipande cha mahali unabebea, sio kipande cha sisi binafsi. Hii ni place ya county. Kwa hivyo hakuna kitu unaweza kukuuzia mimi nikuonyeshe kwamba hii stakabadhi nimekuuzia hapa. Hiyo tunauza tu ile development tunayo. Wakati serikali ikitaka wewe watatuonyesha mahali kwingine tutafanyia kazi, sisi tunaondoka pale. Kwa hivyo Bwana Nderitu, tumdhibitishie kundadhi mtazamaji kwamba yote ambaye anataka kujiunga na biashara ya tuktuk anahitaji hela za stage, leseni na good conduct. Ndio. Akiwa na hayo matatu ameweza kufikisha kile chochote ambacho anahitaji aweze kujiingiza. Tukaweza pengine kuangalia swala lingine, na hili swala pengine wengi wa watazamaji huweza kujiuliza. Tunaona kwamba tuktuk haibebi wateja wengi. Inabeba angalau wateja 5, sio? 3 kulingana na sheria za tuktuk. Kulingana na sheria za tuktuk mnafaa kubeba ngapi? Kulingana na sheria za tuktuk, taxi tuktuk kutoka manufacturing imeandikiwa watu 3. Watu 3. Lakini wanaona mnabeba 5 bwana. Wawili pale mbele na 3 nyuma. Sheria hizi zimefanya kukaliwa kule kwenye bunge. Na kwa sababu ya vile hali ya maisha imekuwa, saa zingine inakuwa ni ngumu kufanya kazi kwa watu 3. Mafuta yenyewe yako juu. Na mambo mengi yako mbele. Sasa unakuta ukifanyia mafuta hutakwenda na riziki nyumbani. Na swali langu lilikuwa hili, na nimekuwa nikitafakari kwa muda. Ndio. Tunaona kwamba tuktuk haiwabebi wateja wengi. Ndio. Na kwa wale wateja wachache ambao inawabeba, tunapata kwamba inawalipisha hela kidogo. Ndio. Kwa hivyo tunakuwa tunashangaa maintenance ya tuktuk pengine huwa vipi, kwa sababu tunaona mnabeba wateja wachache na vile vile hamwalipishi kiasi kikubwa cha nauli. Ndio. Tueleze kuhusiana na maintenance yake. Mara nyingi sisi huwa tunalipisha kulingana na distance. Na tunajua mahesabu ya mafuta. Mahali pale itakwenda na mafuta ya pesa ngapi. Kwa hiyo kama wateja wameingia 3, gharama inashuka. Kama ameingia mmoja, gharama itakuwa juu. Kwa hiyo sisi tunaangalia distance ambapo customer anataka anakusudia kuenda. Kwa hivyo na maintenance yake tu kwa ujumla inahitaji pengine hela kubwa. Maintenance ya tuktuk kwa sahii iko tu hapo moderate. Manake saizi mambo yamepanda juu. Lakini kulingana kulingana vile uliniuliza tuktuk motorbike, gari na zingine hizo. Tuktuk zake ziko chini. Kwa sababu inatumia diesel na hizo vitu zake ni locally available. Na mafundi wake wako kwa wingi. Sasa mimi naona tuktuk mambo yake iko sawa. Kwa hivyo yule ambaye pengine baada ya kipindi hiki atakuwa na wania kujiingiza katika biashara hii, ndio hatakuwa pengine nakadiriwa na mzigo mzito wa kumaintain ile tuktuk yake. Kusema kweli tuktuk ina mapato. Na sio mara nyingi ikufelishe unless kama wewe ni mvivu kidogo. Lakini kama umeamuka ukijua kwamba unaenda kazini, hiyo tuktuk haiwezi kukuaibisha. Lazima itakuinua. Itakuinua vizuri kwa kiwango ya juu. Hata wewe mwenyewe utaamini. Na mtazamaji, hayo ama mjadala ambao tunaendeleza hapa studioni ni kuhusiana na biashara ya tuktuk, na kufikia hapa naelewa kwamba natumai kwamba unaendelea kusoma mengi kuhusiana na biashara hii ya tuktuk, na pengine baada ya kipindi hiki utakuwa na kila sababu ya kuweza kuwa mmoja wa wale ambao watahusika katika kufanya biashara hii ya tuktuk. Na
kwenye kipindi tunaye Bwana Naftali Nderitu ambaye ni katibu wa chama cha tuktuk katika kaunti ya Nakuru. Anaendelea kutupanua mawazo tukaweza kuelewa ni yapi ambayo yameweza kuzunguka biashara hii ya tuktuk. Tuktuk umeweza kutueleza kwamba speed yake ya juu zaidi ni 80. Swali linakujia hapa tu kwa mtazamaji. Je, tuktuk kulingana vile ambavyo imetengenezwa kwa minajili ambayo ni ya pengine distance ama za karibu ama haijatengenezwa pengine kwa minajili ya distance ambazo ni za mbali pengine kutoka Nakuru kwenda Nairobi. Tunaweza kusema biashara ya tuktuk ni ya distances ambazo ni za karibu. Tuktuk mara nyingi watu hutumia kwa distance za karibu. Lakini hata hivyo inaweza kwenda kwa safari za mbali, lakini si kila wakati. Ni labda mara moja kwa wiki ama mara moja kwa mwezi. Kama distance kutoka Nakuru kwenda Nairobi ama hapa na Kisumu. Kwa sababu ile haina ile coolant, haina ile maji ya kufanya baridi kwenye engine. Hiyo huwa iko tu hivyo. Lazima utakwenda usimame, alafu cool engine tena uendelee na safari yako. Kwa hivyo kwa mwendo wa mbali itachukua muda mrefu. Kwa hivyo kwa mwendo wa mbali hahitaji kwenda kwa mwendo wa mbali. Lazima ukwenda ukipumzika. Tunaweza kusema kwamba ama kulingana na hayo yote tutakuwa tunasema tuktuk ni bora kwa biashara ambayo ni ya karibu. Town service. Na mtazamaji, hilo kwa wengi ambao huweza kujiuliza swali kama hilo. Lakini Bwana Nderitu, kuna wakati mmoja ambao umewahi kunieleza kwamba ulienda kwa mwendo wa mbali na tuktuk. Mwendo? Ulienda kwa mahali mbali kutumia tuktuk yako. Ndio. Pengine kulikuwa na ule uchovu, kuna comfortability kulingana na yale ambayo umeweza kutueleza. Mwendo huo baada ya kuona na kurejea, pengine ulihisi vipi mwili wako na mawazo? Mara nyingi tuktuk ina depend na vile imeundwa na vile wewe mwenyewe ume-maintain tuktuk yako. Safari ya mbali huwa haichokeshi kama tuktuk yako iko sawa. Mimi nimetoka hapa kutoka Nakuru nikienda paka upande ya Marmanet, nikaenda paka Eldoret. Kuna wakati kipindi nilienda Eldoret kutoka Nakuru na distance ndefu zaidi hata kwenda Nairobi naye. Lakini hata nikienda na nikirudi bado mimi nasikia tu niko sawa. Kwa hivyo haichokeshi kama una mazoea. Tuktuk ni kama hauna mazoea ndipo unachoka. Mimi nikianza kuendesha tuktuk nilikuwa nachoka. Nikilala na lala kama kijana mdogo. But wakati nilizoea, sasa nikawa sasa niko sawa tu. Hayo mtazamaji ni kulingana na Bwana Nderitu na kuhusiana na mwendo ambao umeweza ama aliwahi kujikuta kwenda na tuktuk kwa mwendo wa mbali, lakini baadaye anatueleza na kutithibitishia kwamba tuktuk ni bora ama imeweza kutengenezwa ikiwa bora kwa safari ambazo ama kwa biashara ambazo ni za karibu. Na turuhusu tukaweza kuchukua tama la maji ili tukaweza kurejea na mengi baada ya kipindi kifupi. Lakini kumbuka, unaweza kutuma ujumbe wako au kuuliza, kuchangia mada yetu kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya Facebook, Faraja TV Media, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Usiondoke, tutakuwa tunarejea baada ya kipindi kifupi.